Mpendwa mtazamaji wangu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ni siku nyingine nzuri ambayo umenipa nafasi tuongee neno la Mungu. Somo letu la leo ni kiti cha enzi cha shetani. Kiti cha enzi cha shetani. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru Bwana kwa ajili ya mtazamaji wangu huyu ulionipa niongee naye leo. Baba, asante kwa nafasi ulimpa yeye na ulionipa mimi. Tupe Bwana uelewa. Mungu Roho Mtakatifu, tufundishe Bwana. Na ndiko watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Tunaomba maarifa Bwana, ili tusiwe watu wa kuangamizwa tena, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Mungu Roho Mtakatifu kwa kuwa pamoja nasi. Basi ndugu yangu, mtazamaji wangu, leo nataka tujifunze somo linalosema kiti cha enzi cha shetani. Kiti cha enzi cha shetani. Dunia yote hii inatawaliwa na ufalme wa shetani. Kila eneo linamilikiwa na kutawaliwa na ufalme wa shetani. Kila nchi hapa duniani, kila mji hapa duniani, kila mtaa hapa duniani, kuna ufalme wa shetani unayemiliki eneo hilo na kutawala. Huwezi kufanikiwa kwenye maeneo yanayomilikiwa na kutawaliwa na ufalme wa shetani usipomshinda kwanza yule shetani anayemiliki anga la ile eneo. Kila anga kwenye hii dunia, kila eneo linamilikiwa na kutawaliwa na ufalme wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imeandikwa kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5:19. Twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Dunia yote pia, yani dunia yote inakaliwa na shetani. Biblia ya Kiingereza inasema dunia yote inatawaliwa, iko under control ya shetani. Dunia yote inatawaliwa na mfalme wa giza. Ina maana kuna ufalme wa shetani hapa duniani unamiliki. Sisi walokole, sisi watu wa Mungu, tunaishi kwenye maeneo ambayo yanatawaliwa na ufalme wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kufanikiwa katika maeneo haya mpaka kwanza umemshinda yule shetani anayetawala lile eneo. Huwezi kuwa salama. Nikisema kufanikiwa yani huwezi kuwa salama. Huwezi kuwa salama kwenye eneo ulipo mpaka kwanza umemshinda yule shetani anayemiliki lile eneo. Wa kitabu cha Wakorintho wa pili 4:4 nasema hivi: ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura ya Mungu. Biblia inasema shetani ni mungu wa dunia hii, yani shetani anaabudiwa hapa duniani, yani ni mungu wa hii dunia. Sehemu nyingine kitabu cha Yohana kitabu cha Yohana 12:37 inasema shetani ni mkuu wa ulimwengu huu. Yani shetani ndiye mkuu wa ulimwengu huu. Shetani ni mungu wa dunia hii, na dunia yote inakaa katika yule mwovu. Hajasema mtaa, hajasema Marekani peke yake, hajasema Libya peke yake, hajasema Uingereza peke yake, ni dunia yote. Shetani ni mkuu wa ulimwengu wote, ni mungu wa dunia yote shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio mimi nimesema, ni Biblia inasema. Ndio bana, kwenye kitabu cha Luka 4 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 6 imeandikwa hivi: akampandisha juu, akamuonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Yani shetani anamwambia Yesu, mimi hii dunia yote, enzi na fahari za dunia hii yote zimo mikononi mwangu mimi shetani, na mimi huwa nampa yeyote na kama nipendavyo. Na Yesu hakumwambia sio kweli. Hapana, hakusema hivyo. Yesu anajua kabisa shetani alinyang'anya kutoka kwa Adamu. Shetani alinyang'anya dunia yote kutoka kwa Adamu. Shetani anaimiliki dunia kihalali. Mungu alimpa Adamu aitawale dunia. Sisi binadamu ndio tulipewa kuitawala dunia.
Lakini shetani akafanya hila, akatunyang'anya. Adamu baba yetu akinyang'anya, tumenyang'anywa wote. Tumenyang'anywa nini? Mamlaka ya kuitawala dunia. Kilichoibiwa na shetani kutoka kwetu, kilichoibiwa, Biblia inasema Yesu alikuja kukomboa kilichopotea. Kilichopotea kwetu ni mamlaka ya kuitawala dunia hii. Biblia inasema kitabu cha Mwanzo 1:20 inasema tuliumbwa kwa sura ya Mungu ili tutawale samaki wa baharini, angani na juu ya nchi yote. Tuliumbwa sisi binadamu tutawale. Kwa hiyo kilichoibiwa kwetu ni mamlaka ya kutawala hapa duniani. Ndio amechukua shetani. Anatawala yeye. Yeye ndio anayeamua nani awepo, nani asiwepo. Nani aishi, nani asiishi. Yeye ndio anayeamua nani awe mgonjwa, nani asiwe mgonjwa. Nani afe sasa hivi, nani afe baadaye. Yeye ndio anayeamua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona kabisa dunia yote inakaliwa na shetani. Sasa ninachotaka uone hapa ni hauwezi kuwa salama. Huwezi kuwa salama kwenye eneo ulipo mpaka kwanza umemshinda yule shetani anayemiliki lile eneo. Lazima ushindane naye. Lazima ushindane naye. Mtu ajikwambia vita Yesu alishaimaliza yote. Kwa hiyo sisi imeandikwa yamekwisha. Kwa hiyo Yesu alimaliza Kalvari. Ni kweli Yesu alishashinda vita. Lakini Yesu alishinda vita ili mimi na wewe tuwe na uwezo wa kushindana na shetani. Kabla Yesu kwenda msalabani, ilikuwa haiwezekani binadamu kutoa pepo. Ilikuwa haiwezekani binadamu kushindana na shetani. Ilikuwa ni binadamu anamwomba Mungu, Mungu anakuja anamsaidia kumpiga shetani kwa badala yake. Ilikuwa binadamu hatuna mamlaka ya kupigana na shetani. Lakini baada ya Yesu kumshinda shetani na kumharibu, baada ya Yesu kuishinda mauti, ndio akatupa sisi mamlaka, uwezo wa kushindana na shetani. Yaani wewe ukiona baba yako amekupa silaha, ana maana unatakiwa upigane wewe mwenyewe. Ndugu yangu, kuna vita unatakiwa upigane kila siku. Ukisema hakuna vita unajidanganya kabisa. Yaani wewe hujui Biblia. Na ndio maana maisha ulionayo ni kwa inaonyesha wewe haupiganagi. Kuna vita tunatakiwa tupigane kila siku. Biblia inasema kwenye kitabu cha inasema kwenye kitabu cha mfano ukisoma tu wa Efeso 6:12 inasema kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya. Ina maana tunatakiwa kushindana sisi. Yaani sisi tunatakiwa tushindane. Kushindana kwetu sisi, yaani sisi tunatakiwa kushindana na wafalme wa giza, mamlaka za giza. Sio binadamu, ni vita unayopigana na mkuu wa anga la mtaani kwenu. Usipomshinda huyu shetani, utaishi maisha yaliyopangwa na huyu shetani. Yeye amepanga watu. Amepanga, Yesu ndio mfalme kwenye ile mtaa. Ndio anayeamua nani afanikiwe, nani asifanikiwe. Nani apate, nani asipate. Nimekusomea kwenye kitabu cha Luka. Imeandikwa mimi huwa na mapepo na shetani anamwambia Yesu, mimi huwa nampa yeyote kama nipendavyo. Ina maana anayeamua ufanikiwe ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Usipomshinda hawezi, yaani wewe utakuwa maskini tu. Na wala si tu maskini, huwezi kuwa salama. Utakufa kabla ya wakati wako. Ndio maana usishangae siku hizi wa watu wa Mungu kanisani miaka 40 tu ashafariki. Miaka 45 ashafariki. Miaka 50 ashafariki. Akati Mungu amesema, yaani dunia ilipojaa uovu, Mungu akasema kwa sababu roho yangu haitashindana na wanadamu kama. Siku zake zitakuwa 120. Hiyo 120 aliyosema Mungu ni kwa ajili ya watenda dhambi. Kwamba watenda dhambi wakienda sana miaka 120. Lakini wewe mtu wa Mungu, mtakatifu wa Mungu, unaweza ukaenda mpaka zaidi ya 120. Kwa sababu ile kiwango cha 120 ni watu waovu waliwekewa kiwango kile. Ila wewe ukimcha Bwana vizuri, unakwenda mpaka hata 140, kwa sababu Ibrahim alikwenda 175. Yakobo 147. Musa 120. Kinadamu hayo kinadamu ni nyuma kidogo. Lakini tangu Mungu aseme roho yangu haitashindana na binadamu kama. Ibrahim alikuwa hajazaliwa, ilikuwa ni wakati wa Nuhu. Lakini Ibrahim alienda beyond ile 120.
Ibrahimu alikuwa mtu wa imani, akavuka ile miaka 120 aliyosema Mungu. Kwa nini wewe usivuke sasa? Unashangaa eti mtu ni mtu wa mataifa tu anafika miaka 100. Mfano mzee Mwinyi, rais mstaafu wa Tanzania, amefariki na miaka 99. Lakini walokole wanafariki wakati na miaka 50, miaka 45. Kuna mahali kuna kitu hujafanya. Kuna kushindana. Biblia inasema kushindana kwetu sisi lazima ushindane. Usiposhindana utakufa kabla ya wakati wako. Utaishi maisha ambayo ukupangiwa na Mungu kabisa. Some tena kitabu cha Wakorintho wa pili 10 mstari wa sura ya 10 kuanzia mstari wa 3. Nasema maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili. Ina maana Biblia inasema hivi, tunatakiwa kufanya vita, lakini sio vita ya kimwili. Tunaenda katika mwili, tupo katika mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa sababu silaha za vita hivyo sio za kimwili. Ina maana tupo kwenye mwili hapa duniani, lakini kuna vita tunatakiwa tupigane. Ni vita ya kiroho, unatumia silaha za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kama upigani ni wewe ndio upigani, lakini wenzako tunapigana. Wewe usipigane uone. Usipigane tu uone, utakuwa vile vile walivyopanga wachawi wa mtaani kwenu. Mganga wa kienyeji wa ukoo wenu alivyopanga, utakuwa vile vile. Uwe mgonjwa unakuwa mgonjwa. Mtu anafika tu miaka 60 anaanza kuwa mgonjwa mpaka anafika miaka 70 mgonjwa mpaka anafariki. Sasa maisha gani? Mungu kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Unatakiwa ukae kama Karibu alienda vitani akiwa na miaka 85. Kama Musa alikuwa ana organize vita akiwa na miaka 120. Kwa nini wewe miaka 50 tu unaanza mgonjwa? Unachechemea kabisa. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vita unatakiwa upigane. Biblia inasema kitabu cha Zakaria 3:1-4. Kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Narudia, Zakaria 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4. Nasema hivi: kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana. Kisha akamwambia yeye, tazama nimekuondolea uovu wako. Alikuwa nimeyasoma kwa kurukaruka kwa sababu ya kukomboa nafasi na wakati. Yaani Biblia inasema hivi, shetani amesimama mkono wa kuume wa Yoshua ili kushindana naye. Ni shetani, malaika wa giza anayetawala anga la mtaani kwenu. Anashindana na watu wa Mungu, anashindana na walokole, anafanya vita na walokole, anashindana na Yoshua kuhani. Na Biblia inasema Yoshua alikuwa na mavazi machafu, ikabidi Mungu amuondolee uovu wake. Mashetani wanashindana na wewe ili utende dhambi. Vita tulionayo sasa hivi sio vita ya kupiga wachawi. Hiyo ni vita ndogo sana. Vita tulionao wale watakatifu sio vita ya kupigana ili upate mali. Hiyo ni vita ndogo sana. Vita tulionao sisi sasa hivi watakatifu wa Mungu sio vita ya kupambana ili uwe ununue kiwanja, ili ununue gari, au ili uwe na maendeleo, uwe na utajiri. Hapana, hiyo ni vita ndogo sana. Vita tulionao sisi watakatifu ni vita unayopigana ili usitende dhambi. Ni vita unayopigana ili usitende dhambi. Ni vita unaoshindana, mapepo yanashindana na wewe ili utende dhambi. Kwa sababu shetani hana nguvu juu ya binadamu yoyote mpaka kwanza atende dhambi. Shetani hana nguvu kabisa. Adamu kabla ya kutenda dhambi waliishi pamoja na shetani kwenye bustani ya Edeni miaka na miaka. Japokuwa Biblia haisemi, inawezekana waliishi miaka 200, miaka 800, kwa sababu Adamu alikuwa hajatenda dhambi. Waliishi, wala shetani hakuwa na madhara hata kidogo kwa Adamu. Ni mpaka Adamu alipotenda dhambi ndio shetani akamnyang'anya mamlaka ya kuitawala dunia, akamnyang'anya kila kitu. Adamu akawa maskini. Ni kwa sababu ya dhambi. Mashetani yanashindana wewe ili utende dhambi. Sasa Yesu alipokuja duniani alimharibu yule mwenye nguvu za mauti, alimharibu shetani, akamnyang'anya. Ndio maana Biblia inasema
tumeokolewa alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ina maana Yesu alitunyang'anya kutoka kwenye mikono ya shetani, tukaingizwa, tukarudishwa tena tulipokuwa kabla Adamu hajatenda dhambi. Tulisharudishwa mamlaka. Sasa mapepo yanapambana na wewe ili urudi tena kule kwenye utawala ulipokuwa chini ya mashetani. Mapepo yanapambana tena na wewe utoke tena kwa Mungu. Vita tulionayo sisi sasa hivi sio vita ya kupigana ili upate hela. Yesu akasema hivi, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote mtapewa. Pigana kwanza usitende dhambi. Kutafuta ufalme wa Mungu ni kutafuta kwanza kumtii Mungu, ni kutafuta kwanza kumheshimu Mungu, ni kutafuta kwanza mapenzi ya Mungu, ni kutafuta kwanza usitende dhambi. Yaani wewe vita tulionayo sisi ni unapigana ili usitende dhambi. Shindana. Biblia inasema, ngoja nikuonyeshe kitu fulani hapa. Unaweza kusema Waebrania 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4. Waebrania 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4. Nasema tuweke kando dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Na nasoma kwa kuruka ili kukomboa wakati na nafasi. Biblia inasema Waebrania 12 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Tuweke kando dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Amjafanya vita hata kumwajika damu mkishindana na dhambi. Biblia inasema weka kando dhambi inayokuzinga kwa upesi. Hamjafanya vita hata kumwajika damu mkishindana na dhambi. Kwenye kitabu cha Mwanzo Mungu anamwambia Kaini, mbona uso wako na ghadhabu? Ukitenda vema hautapata kibali, usipotenda vema dhambi inakuotea mlangoni, ya kupasa uishinde. Yaani Mungu anamwambia Kaini, wewe tayari dhambi inakuotea mlangoni, shindana nayo. Usiposhindana nayo utatenda dhambi. Usiposhindana na hiyo dhambi utatenda dhambi. Sasa Biblia inasema dhambi iko mlangoni. Ina maana mashetani yapo yanakuzonga ili utende dhambi. Yoshua inasema hivi, shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana na Yoshua. Yoshua akawa mtenda dhambi, hawezi kuacha dhambi. Akitaka kukwepa hivi anaanguka tu. Anaanguka tu. Ni mapepo yanashindana naye. Unasema mtu wa Mungu, kivipi mapepo yanashindana na mimi? Hakuna mtu anayetenda dhambi kwa kupenda mwenyewe. Ni mapepo yanamsababisha atende dhambi. Sasa Biblia inasema fanya vita na shetani ili usitende dhambi. Bwana Yesu asiwe. Vita hii inayokuambia ndio inaitwa vita ya imani. Sasa ukisikia vita ya imani ni vita unayopigana ili usitende dhambi. Bwana nikuonyeshe. Unaweza kusema mtu wa Mungu, ni kivipi mashetani ndio wananifanya nitende dhambi wakati dhambi ni mimi mwenyewe tunaamua. Bwana nikuonyeshe. Maandiko yanasema Luka 22 mstari wa 5. Somo letu ni kiti cha enzi cha shetani. Nimeanza mahali fulani kwanza kabla tujaenda kwenye somo lenyewe. Nimeanza kukuambia kwamba ulimwengu wote huu uko chini ya utawala wa shetani. Sisi watu wa Mungu tunaishi kwenye maeneo ambayo yanamilikiwa na kutawaliwa na shetani. Kwa hiyo mapepo, mfalme wa giza wa lile eneo, anashindana na wewe ili ubaki kuwa miliki yake. Maandiko yanasema atendaye dhambi ni wa ibilisi. Wanashindana na wewe ili ubaki kuwa wa shetani. Kwa hiyo ukitaka uwe free, mapepo yao yakufikii, lazima umshinde yule mkuu wa anga, ndio utakuwa salama. Sasa huwezi kuwa salama bila kumshinda kwanza. Na kumshinda mkuu wa anga ni unapigana naye ili usitende dhambi. Kwa sababu yeye yeye silaha yake kubwa ni mpaka kwanza utende dhambi. Hawezi kukunyang'anya hela, hawezi kukupiga, hawezi kukuua, ni mpaka kwanza utende dhambi. Haiwezekani mtu wa Mungu kupigwa mpaka kwanza afungue mlango. Biblia inasema wala msimpe ibilisi nafasi. Ni mpaka umpe nafasi. Haiwezekani kurogwa, haiwezekani kupigwa, haiwezekani kuuawa mpaka kwanza mtu ampe mwenyewe shetani nafasi.
Sasa mapepo yanashindana ili wewe utende dhambi. Dhambi ndio inafungua mlango kwa mashetani kumpiga mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kitabu cha Luka 22 anasema shetani akamuingia Yuda aitwaye Iskarioti, akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemadari jinsi atakavyoweza kumtia Yesu mkononi mwao. Ina maana Yuda, dhambi ya kusaliti aliyoitenda Yuda ni mashetani yalimuingia. Ina maana mapepo yasingemuingia Yuda, asingelitenda dhambi ya kusaliti. Kilichomsukuma Yuda kufanya dhambi ya usaliti ni mapepo aliyomuingia, ni mashetani yalimuingia. Akaamka akaenda kuongea na wakuu makwani jinsi atakavyomsaliti kwao Yesu. Kwa hiyo nguvu za giza zilimsukuma Yuda kutenda dhambi ya usaliti. Tuendelee kwanza, tuendelee kidogo, tuone sehemu nyingine. Kitabu cha Hosea 5:2. Soma tena Hosea 5:4. Hosea 5 mstari anasema matendo yao hayatawaacha kumgeukia Mungu wao, maana roho ya uzinzi imo ndani yao, wala hawamjui Bwana. Ina maana ukimwona mtu ni anapenda anafanya dhambi ya zinaa, kuna roho ya shetani inaitwa roho ya uzinzi. Ni roho kabisa ya shetani inamkimbiza kufanya zinaa. Yaani matendo yao hayatawaacha kumgeukia Mungu wao, maana roho ya uzinzi imo ndani yao. Ni mapepo kabisa ya uzinzi yanamkimbiza mtu, kwa hawezi kuacha uzinzi. Anatenda, anashangaa ghafla tu anakirecha kutenda dhambi. Anasikia ghafla tu yani anaita mimi nimempenda sana. Sio umempenda sana, ni mashetani. Wewe huwezi kumpenda mume wa mtu. Uwezi, ni shetani ameamsha hisia zako. Mashetani wana uwezo kabisa wa kuamsha hisia za mtu, akampenda mke wa mtu, akampenda mume wa mtu. Ni mashetani kabisa. Unasema nilikuwa naongea siku moja na mchungaji mmoja, nikajua kwamba kumbe watu wengi hawana maarifa neno la Mungu. Anasema yani dhambi bwana ni mwili wako. Mwili wa mtu ndio adui. Mwili wa mtu ndio adui. Akati Biblia inasema kasa ile dhambi ikayo ndani yangu. Dhambi ni roho ya shetani. Ile dhambi ikayo ndani yangu. Dhambi hapa Biblia inasema roho ya uzinzi imo ndani yao. Roho ya uzinzi ni roho ya shetani. Inaweza kuamsha hisia za zinaa, inaamsha hisia za tendo la ndoa. Shetani anaweza kaamsha kabisa hisia za tendo la ndoa. Anaweza kukufanya umwangalie mwanamke. Kwa kumwangalia tu, Biblia inasema aliposema nami roho ikaniingia. Kwa maana mapepo yanaweza kukufanya uangalie picha mbaya au muangalie mwanamke. Ghafla hisia zako zikaanza kuamka. Unaona? Ni wao wameziamsha. Lakini Mungu anakuambia usitazame picha mbaya. Usitazame vitu vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni mashetani yanakusukuma. Ngoja nikupe andiko lingine alafu tuendelee. Matendo ya Mitume 5 mstari wa 3. Matendo ya Mitume 5 mstari wa 3 inasema hivi: Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Yaani Anania aliahidi kanisani kwamba atauza kiwanja na hela yote ataleta kanisani. Alafu alikwenda kuuza kiwanja akaingiwa na tamaa. Bwana, kuna ada ya shule ya kujalipa, tunadaiwa hiki. Akamwambia mke wake, bwana, tumeuza milioni 4, tupeleke milioni 3. Wakubaliana, mke wake wakapeleka milioni 3. Sasa wakati anapeleka ndio Petro anamwambia Anania. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Kumbe ukiona mtu anasema uongo, ni mapepo yalimshauri. Anania alishauriwa na mashetani. Kwanza una madeni mengi, hujalipa ada ya shule, mwanao ana uniform, hata hivyo hamjawahi hamna hiki, kwa hiyo usipeleke la zote, wewe peleka tu milioni 3. Alafu alifika anaambia wewe ukifika waambie tumeuza milioni 3. Kinachomfanya mtu aseme uongo ni mashetani. Shetani anaitwa baba wa uongo.
Yesu anasema asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, maana yeye ni muongo na baba wa huo. Shetani ni baba wa uongo. Asili ya uongo ni Shetani. Ukimwona mtu anasema uongo, ni mapepo yamemvuvia kusema uongo, ni mashetani kabisa. Sasa Petro kwa macho ya rohoni alimuona Shetani, anambia kwa nini Shetani amekujaza moyo wako, yaani amekushauri, amekuletea mawazo ya kumwambia uongo Roho Mtakatifu. Unaona kazi hiyo? Kwa hiyo mapepo ndio alimfanya Anania atende dhambi na akafa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nimekuonyesha maandiko haya matatu kwamba mashetani wanashindana wewe ili utende dhambi. Sasa Biblia inasema hivi, amjafanya vita hata kumwajika damu mkishindana na dhambi. Mungu anasema hivi, tumia jina la Yesu, tumia neno la Mungu, shindana nao, pigana nao. Ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Jamaa, kwa kuwa silaha zetu si za kimwili. Silaha yako wewe ni neno la Mungu, silaha yako wewe ni jina la Yesu. Shindana nao, pigana nao. Biblia inasema kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:12, sema piga vita vile vizuri vya imani. Pigana vita ya imani. Pigana yani, shindana yani. Mtu asikudanganye kwamba maisha ni bwelele, unashinda. Lakini vita naye kuambia hapa ni vita ili usitende dhambi. Utaniambia sasa, mtumishi wa Mungu, hiyo vita naipiganaje? Hiyo vita naipiganaje? Kila unaposamehe mtu umeshindana na Shetani aliyekushambulia kwa sura ya yule mtu. Kila unaposamehe mtu umepigana vita ya rohoni. Biblia inasema mtiini Mungu, mpingeni Shetani. Unampinga Shetani kwa kulitii neno la Bwana. Kila unaposimama katika neno la Mungu unazikunja na Shetani, unapigana naye, anarudi nyuma. Shetani anarudi nyuma. Ni malaika la giza lilijoka kabisa, lakini limekufuata likitegemea kwamba utaachana kwenye ndoa kwa ugomvi ule. Alafu unasema, Baba, katika jina la Yesu namsamehe kabisa mume wangu, namwachilia kabisa. Ni kweli kabisa nimemfumania, ni kweli kabisa nimesikia hiki, lakini Mungu namsamehe na kumwachilia. Nisaidie Bwana, nitie nguvu. Ukisema tu hivyo, lile joka linarudi nyuma, sababu limekusogeza kwenye mazingira haya ili wewe ukate tamaa na uachane katika ndoa. Biblia inasema Mungu anachukia kuachana. Unapomsamehe, pepo linakosa nguvu, linashuka chini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unapolitii, umekutana na majaribu ya dhambi ya uzinzi. Na kuonyesha na kudokezea kwa mbali namna ya kupigana hii vita. Hii vita unaipigana kwa kusema neno la Mungu. Njia ya pili, unapigana kwa kulitii neno la Mungu. Kwa mfano, upo kwenye mazingira upo kwenye mazingira fulani ambayo ni ya kuingia kwenye dhambi ya uzinzi. Umekutana na mwanamume ambaye anakutongoza, anakulaghai, anakupa maneno mengi mazuri ili ufanyane tano ili mko kwenye urafiki wa kimapenzi ambao sio rasmi. Wewe wakati anaongea ile maneno au baada ya kuongea maneno, maana zinaa watu hawakutani leo na kufanya leo. Mtu anakutana leo, wanaongea, kesho wanakutana tena, wanaongea, mwisho wake wanazini. Au hata kama ni leo pale jisemeshe mwenyewe, sema imeandikwa, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Unasema imeandikwa usizini. Alafu unasema nakataa kumtenda Mungu dhambi kwa jina la Yesu Kristo, na kuapisha Shetani ulenijia kwa sura ya huyu mtu. Kwa jina la Yesu Kristo hutafanikiwa, na kupasua kichwa kwa jina la Yesu. Imeandikwa Mungu atakipasua kichwa cha adui zake. Joka, ibilisi na Shetani ulionijia kwa sura ya mwanamume huyu, na kutoboa macho na kupasua kichwa, rudi shimoni kwa jina la Yesu. Ukisema tu hivyo, yale mapepo yanarudi nyuma. Hapo umefanya vita na Shetani.
Umekaa mahali uko mahali umevamiwa na mawazo ya hasira, una hasira afu mawazo mabaya yanakuzonga. Usikubali, mpeleke polisi. Usikubali, mnyang'anye. Hama kwenye nyumba yao. Bora uende, bora uondoke kaishi kijijini, bora uachane huko. Mawazo mabaya yanakuzonga kwa sababu ya jambo baya uliofanyiwa. Alafu unaamka wakati ile mawazo yanaendelea kwa wingi, wewe unayajibu yale mawazo. Unasema katika jina la Yesu imeandikwa Mungu si Mungu wa machafuko, ni Mungu wa amani. Alafu unasema imeandikwa samehe 7 mara 70, imeandikwa usilipe kisasi, imeandikwa usihesabu makosa ya wengine kwa jina. Alafu unasema kwa jina la Yesu Kristo ninamsamehe baba mdogo, ninamsamehe mke wangu, ninamsamehe fulani aliyenikosea, ninamsamehe na kumwachilia, namsamehe bosi wangu aliyonifukia mbele za watu, namsamehe na kumwachilia kwa jina la Yesu. Baba Mungu, nitie nguvu Bwana, nisaidie Bwana, ni maisha yaendelee kama kawaida katika jina la Yesu. Ukisema tu hivyo, yale mapepo yanakosa nguvu, na ile hasira inakosa nguvu ndani yako, inaisha. Hiyo ndio, yani hiyo ndio inaitwa kushindana na yule joka. Rafiki yangu, kila mtaa, kila eneo linamilikiwa na ufalme wa shetani. Mashetani yanapambana na watu wa Mungu ili kila mtu awe mtenda dhambi. Ndio maana siku hizi makanisani watenda dhambi ni wengi mno. Yani ni kanisani, makanisa ya kiroho kabisa. Ni mchungaji kabisa lakini ana mpango wa kando. Ni mchungaji kabisa lakini anasema uongo, anakopa hela azirudishi. Ni mchungaji kabisa. Unaona? Ni mshirika mzuri kabisa lakini ana girlfriend. Vijana makanisani wengi wana girlfriend, wana boyfriend. Ni mashetani yanawazonga ili watende dhambi. Kwa sababu ukitenda dhambi unakuwa huna nguvu kabisa. Shetani hana nguvu juu ya mtu mpaka kwanza atende dhambi. Nikupe jambo, nikupe kisa kimoja. Nikupe jambo ambalo labda kama sijaenda huko nikusomee andiko moja. Anasema kitabu cha Ufunuo 12:17. Ufunuo 12:17. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Shetani, yule joka ni shetani, ni malaika wa giza, ni Lucifer. Anawakilisha majoka ambao wapo kwenye kila anga la nchi. Joka sasa anasema akaenda zake afanye vita na wazao wa mwanamke ambao ni kanisa, wanaolishika neno la Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Ina maana kuna vita ya shetani na walokole. Kuna vita ya shetani na watu wa Mungu. Wewe unakuaje unaishi kama vile hakuna vita? Kwa nini unaishi kama vile hakuna shetani? Yaani unaishi kiolela tu. Unaishi unakuwa vuguvugu. Unakuwa na maisha ya vuguvugu. Unaishi kana kwamba hakuna shetani. Ndio maana walokole wengi wanakufa kabla ya wakati wao. Walokole wengi hawasogei kwa sababu mashetani wanaotawala eneo wanataka watu wote kwenye ile eneo wawe chini ya shetani, wawe miliki ya shetani, waongozwe na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hawezi kuruhusu upate mali mpaka kwanza umsujudie. Na kama sio kumsujudia, basi upigane naye mpaka umshinde. Na kazi ya kumshinda shetani huyo ni rahisi mno, kwa sababu tayari Yesu alishamshinda. Yesu alishamshinda joka huyo. Sisi kazi yetu ni kushindana kwa neno la Mungu. Yaani wewe ni kulitii neno la Mungu. Ni kushindana kwa kusema neno la Mungu. Na ukiona umezongwa sana, unaingia kwenye maombi. Kwa jina la Yesu na wapiga mashetani wanaonizonga kwa dhambi, na wapiga kwa jina la Yesu. Wewe ulionijia kwa sura ya mke wangu na kutoboa macho, wewe ulionijia kwa sura ya mume wangu na kutoboa macho na kupasua, toka kwenda shimoni. Utashangaa ile nguvu ya hasira inaisha. Utashangaa ule ugomvi unaparaganyika. Kwa nini? Umeshindana naye. Ni lazima ushindane naye, vinginevyo utaishi maisha ya vurugu kila siku. Utakuwa hauna amani kila siku, kwa sababu mapepo yupo mkuanga ile eneo unaloishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe kitu fulani kabla tujaenda mbali sana. Nataka nikuonyeshe kitu fulani ambacho nataka nikuonyeshe kabla tujaenda huko. Kabla Adamu hajatenda dhambi,
Dunia yote ilikuwa ni ufalme wa Mungu kabla Adamu hajatenda dhambi. Dunia yote ilikuwa ni ufalme wa Mungu, na Adamu alikuwa ameketi pamoja na Mungu, alikuwa anatawala pamoja na Mungu. Biblia inasema tuliumbwa tutawale. Kwa hiyo Adamu alikuwa ameketi kwenye kiti cha enzi cha Bwana. Ndio maana Biblia inasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, wakatawale. Yaani sura ya Mungu ni kutawala, ni kumiliki, ni kutawala. Ndio sura ya Mungu ambayo tuliumbiwa. Kwa hiyo kabla Adamu hajatenda dhambi, dunia yote ilikuwa ni ufalme wa Mungu, na Mungu alikuwa ndio mfalme. Alikuwa na kiti cha enzi cha Mungu kinachomiliki dunia yote, na Adamu alikuwa ameketishwa kwenye hicho kiti cha Mungu. Kwa hiyo Adamu alikuwa anaamua kama Mungu anavyoamua, alikuwa anatenda kama Mungu anavyotenda, kwa sababu mamlaka ile alionayo Mungu alipewa Adamu, ambayo tulipewa sisi binadamu wote. Ndio maana imeandikwa mbingu ni mbingu za Bwana, nchi amewapa wanadamu. Yaani kwenye mbingu alikuwa anatawala Yehova, alafu huku duniani yuko binadamu, lakini binadamu amepewa nafasi ya kuitawala mbingu akiwa huku duniani. Yaani binadamu tulipewa nafasi ya kuitawala mbingu tukiwa huku duniani. Bwana Yesu asifiwe. Maana tuliketishwa pamoja na Mungu. Adamu alipotenda dhambi, ufalme wa Mungu ukaondolewa. Kiti cha enzi cha Mungu kikaondolewa kuitawala dunia. Dunia yote ikawa ni miliki ya Shetani. Ufalme wa Mungu ukaondolewa duniani. Ndio maana Yesu alipokuja, Yesu akasema tubuni, kwa kuwa ufalme wa mbinguni umekuja. Ulikuwa wapi? Ulikuwa haupo, ulishaondolewa. Tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekuja. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ufalme wa Mungu ulikuwepo. Adamu alipotenda dhambi ukaondolewa. Kiti cha enzi cha Mungu kikaondolewa kutawala duniani. Ufalme wa Shetani ukaitawala dunia yote. Kama nilivyokuambia kwenye kitabu cha waraka kwanza wa Yohana 5:18 kwamba dunia yote inakaa katika yule muovu. Ni alimnyang'anya Adamu. Kwa hiyo aliponyang'anywa Adamu ni ufalme wa Mungu ulipinduliwa, ukaondolewa. Sasa Yesu alichokuja kufanya ni kurudisha tena ule ufalme wa Mungu duniani. Binadamu aketi tena pamoja na Mungu, aketi tena kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Ndio maana Yesu anasema yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja na mimi. Ina maana ukishashinda vita ya dhambi, unarudi tena kwenye nafasi ile aliyokuwa nayo Adamu ya kutawala dunia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alichokuja kukiokoa hapa duniani ni kuturudishia mamlaka tuliyokuwa tumepoteza. Ufalme wa Mungu urudi tena kuitawala dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo labda kwa leo niishie hapa. Ili kesho baadaye wakati mwingine tuendelee kwamba ni kitu gani hicho kinaitwa kiti cha enzi. Ni kitu gani hicho kinachoitwa kiti cha enzi? Kwa sababu kiti cha enzi ni mamlaka ya kiroho inayotawala eneo. Lakini ni kitu gani hicho ambacho ni kiti cha enzi cha Mungu na kiti cha enzi cha Shetani? Bwana Yesu asifiwe. Usikose wakati mwingine tuendelee na somo letu kwamba kuna kiti cha enzi cha Shetani kinatawala eneo. Amen. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa muda huu mfupi ambao umenipa wa kujifunza mambo haya. Bwana, mpe neema ndugu yangu tena huyu aje tena ajifunze kwenye sehemu ya pili katika jina la Yesu. Nakubariki katika jina la Bwana, katika Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.